kisasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 13 mkazi wa Isakalilo katika manispaa ya Iringa anasadikiwa kufariki dunia baada ya kufanywa ukatili wa kingono na mwili wake kutupwa nje ya nyumba yao. Baadhi ya majirani wamesema tukio hilo limeogopesha na kuwahuzunisha wananchi wa eneo hilo, wakitaka hatua kali zichukuliwe dhidi ya wahusika wa tukio hilo. Mwanangu amembeba mzima. Tarehe ya jana ametoka asubuhi hapa, ameenda shule. Alivyotoka shule amefika hapa. Alivyofika hapa kakake akamtuma aende akanunue kiberiti. Ilikuwa saa 6 mchana. Alivyoenda kununua kiberiti hakurudi. Tumeendelea kumtafuta. Leo hii asubuhi tumejidamka kwenda kutafuta kwenye mapagali huko chini. Baada ya hapo tulivyorudi hapa tunakaa tunajadiliana, tunamkuta yuko nyumba ya pili walipokuja wakamweka. Kweli tumekuta kama ule mkono umevunjika kwa sababu ulikuwa unalegea na shingo pia. Na baada ya hapo tumefika hadi mochwari ambapo alikuwa wanafanyiwa uchunguzi, ikaonekana yule mtoto amelawitiwa. Tujaribu kuelimisha wananchi wetu kuishi vizuri, kuishi kwenye matendo ya kimungu zaidi. Alafu na nitoe wito serikali kuu hasa waingilie kati. Haya mazao tunayopanda marefu yanaleta changamoto kubwa kwa maana ya wezi, na hawa watu wanaolawiti wanajificha humo. Wananchi wangu, kwa tukio hili tulilopata leo hii, naomba tulidhibiti kwa pamoja. Mimi kama kiongozi wa serikali sihitaji mtoto aina yoyote kutembea zaidi ya muda wa saa 12. Tuendelee na kurasa. Wananchi wa tarafa ya Nalasi iliyopo katika wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma wameiomba serikali kuingilia kati na kutafuta suluhisho la kudumu la migogoro inayojitokeza kati ya wakulima na wafugaji katika eneo hilo. Wananchi hao wamependekeza serikali kupitia Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi pamoja na Wizara ya Mifugo na Uvuvi kutenga rasmi maeneo ya ufugaji ili kudumisha amani na kupunguza migogoro inayotokana na mwingiliano wa shughuli za kilimo na ufugaji. Ninachokuomba mheshimiwa, maelezo ya wafugaji kama yangelikuwa sio binadamu wenzetu, yalikuwa tuseme wafugaji tarafa ya Nalasi hatuwataki na Tunduru nzima. Kama umesikia kuna watu wamekufa na wengine wamejeruhiwa, mimi ni mmoja wapo. Nataka nikuonyeshe picha halisi. Unaona mikono yangu, umeiona hiyo mikono yangu, mkono wa kushoto huo umevunjwa, hicho kifundo ni cha kuvunjika, na mimi nimeponea Ndanda hospitali kwa kutetea shamba langu. Sisi Tunduru, mimi mpaka nakuwa nafika miaka 15 wakati nilikuwa simjui ng'ombe, namuona kwenye picha. Sisi watu wa Tunduru hatuwachukii wafugaji na wala hatuna nia ya kuwafukuza kwenye eneo hili. Changamoto tulio nayo kwa watu wale, wanatuua. Tumalizia kurasa kwa hili. Wananchi wa kata ya Kifanya wametakiwa kulinda na kuviendeleza vivutio vya utalii vilivyopo katika maeneo yao ili viweze kuwa tunu kwa vizazi vijavyo, na kwamba kufanya hivyo kutasaidia kutunza kumbukumbu ambazo ziliachwa na vizazi vilivyopita. Katika kijiji cha Utengule chenye vivutio mbalimbali vya kiutalii ikiwemo kaburi la halaiki la mauaji yaliyotokea kipindi cha Majimaji. Avutiwa na wale waliobaki nyumbani, wakapangiwa tarehe fulani mjeni hapa, wakaja. Walipofika hapa wasijue kuna nini, walisimamishwa foleni hapa kama mlivyosimama hivi. Hawa Jerumani wakawatwanga risasi wao bila kujua, wakatumbukia kwenye shimo. Inabidi tubadilike na kuhamasishana ili tuje kwenye utalii, kwa sababu toka mwaka 1986 tulipokuja kujenga mnara, kuna wengine hawajakanyaga mpaka leo hivi, na wengine wamezaliwa nyuma lakini hawajawahi fika hapa. Inabidi tuhamasishane wamama ili tuwe tunatembelea maeneo kama haya. Ukubwa ambayo na mababu zetu walizikwa hapa, machifu wote pamoja na wale ambao yuko wafasi wao walipigwa na kuzikwa hapa. Kwa hiyo tuweze kupatunza, tunahitaji tuendelee kuliendeleza hili eneo, tulienzi na kila mmoja mwana Utengule aweze kufika hapo. Hivyo kama kijiji tumeamua kuendeleza hili eneo kwa ajili ya kuwa kama kivutio kwenye kijiji chetu na halmashauri kiujumla.
Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kufuatilia kurasa hapo kesho. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea kurasa, jina langu ni Samson Charles. Nikikutakia mwanzo mwema kabisa wa weekend. Endelea kuenjoy vipindi bomba na makini sana kupitia hapa East Africa TV. Kurasa.